Tunahitaji wanafunzi mpate chakula chenye mchanganyiko wa aina ya vyakula vingapi mnavyosoma? Leo mtafundishwa aina za vyakula ambavyo haitakuwa na utata. Wengine wanasema 5, wengine wanasema 6. Tunafundisha hapa. Atatoa maelekezo aina maalum za vyakula. Lakini vile vile tumekuja kuhamasisha habari ya mahudhurio ya wanafunzi kwa maana ya kukomesha utoro. Kata ya Njombe mjini tumeanza kampeni yetu ya kutokomeza udumavu kwa maana ya zoezi zima la kutoa elimu ya lishe. Lakini pili, kampeni hii inaendana na swala la utunzaji wa mazingira. Lakini pili, inaendana na elimu ya utoaji, ukusanyaji wa mapato. Kwa hiyo leo tumeanza na mtaa wa Mgendera. Tumetembelea shule 2. Kuna kazi kubwa tumefanya, kwa tumetoa elimu, tumegawa mayai. Lakini hivyo tena tumetembelea kaya 10 mtaa wa Mgendera. Kaya 5 za mama wajawazito na kaya 5 ni watoto walio chini ya miaka 5. Hii ni mwendelezo wa kutekeleza maelekezo ya viongozi wa serikali ngazi ya juu. Kama tunavyofahamu, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alitoa maelekezo na akasema mkoa wa Njombe unakabiliwa na udumavu. Mheshimiwa mkuu wa mkoa akachukua action kwa maana akahakikisha kwamba analitekeleza zile swala. Lakini viongozi, Mheshimiwa mkuu wa wilaya, mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Njombe wamekuwa wakituelekeza na kutusisitiza tuhakikishe sisi viongozi wa huku chini tunafanya kazi na tunatekeleza. Kwa hiyo kata ya Njombe mjini tumeanza leo ziara hii ya kampeni siku 10. Kama mmevyoona, tumekuwa na viongozi mbalimbali wametusapoti, watu wametoa mayai, tumegawa mayai na tunaendelea na zoezi hili kwa siku 9 zilizobaki. Asante sana. Kesho wapi? Kesho tutakuwa mtaa wa Kuivaha. Kwa hiyo nawaalika wananchi wa mtaa wa Kuivaha tujiandae vizuri, tutakuja kama tulivyokuwa leo. Kwa hiyo na zile kazi zimeshaandaliwa, tutawatembelea, tutagawa mayai, tutatoa elimu, tunatembea na maafisa lishe 8. Mkurugenzi ametupa maafisa lishe 8 na wataalamu mbalimbali na taasisi mbalimbali ambazo zimetuunga mkono ikiwemo One Voice. Tuna mwenyekiti wa jukwaa la wanawake mkoa wa Njombe na taasisi mbalimbali. Asante. Jambo linalofanyika leo kwa ajili ya lishe, mnajifunza watoto darasani vizuri, na yale mnayofundishwa na walimu juu ya lishe muyashike vizuri. Asante walimu mliopo hapa kwa kufundisha watoto mambo haya ya mapishi pamoja na lishe. Nina imani walimu mkiwafundisha watoto vizuri, hao watoto wanaweza kuyashika vizuri sana mafundisho na wanakuwa ni kizazi kizuri sana kwa hapo baadaye. Kwa hiyo niamini kwamba walimu katika somo la science kim la zamani, kwa naje kusema hivyo, bila shaka unafundisha watoto kwa vitendo ili watoto wakifundishwa waweze kupractice kwa nyumbani. Na wazazi wachache mliopo hapa, naomba haya maelekezo ambayo mnapewa na wataalamu tuyashike jamani. Kuja hapa kuhamasisha masuala ya lishe, kujaza tumbo si? Narudia tena. Yaani unacho? Okay, sawa. Sasa basi, nyinyi watoto mmemsikia afisa lishe alivyoelezea kuhusu chakula mnachotakiwa kula. Na hii mkila vizuri mtawasaidia walimu kuelewa kwa haraka. Sawa? Mkila vizuri mtasaidia walimu kutoa ufaulu mkubwa katika shule yenu. Lakini vile vile mtampa sifa mkurugenzi wa halmashauri kwamba shule hii imefaulisha kwa sababu mnakula vizuri. Sawa? Ndio. Mnatakiwa asubuhi mle vyakula hivi, mchana mhakikisha mnakula hivi vyakula, na usiku mnakula hivi vyakula. Kama upati hiki chakula nyumbani, mdai mzazi wako. Umeelewa? Ndio. Mdai mzazi wako, mwambie mama, baba, mimi sijala mayai wiki nzima. Sawa? Mama, baba, mimi sijala nyama wiki nzima. Sawa? Sijanywa maziwa wiki nzima. Sijala mchicha wiki nzima. Sijala ndizi wiki nzima. Umeona? Ndio. Wangapi wamekula ndizi wiki hii?
swala hili lishe inaanzia kwetu sisi wazazi, kwa sababu mtoto toka pale mimba yake na utumbo pale swala la lishe linaanzia. Kwa hiyo sio kwamba mpaka mtoto ashazaliwa tunaanza kuhangaika na mambo ya lishe. Tunawekeza sana kuanzia kwa mama mjamzito mwenyewe. Kama mama mjamzito ana afya nzuri, obviously maana yake hata yule mtoto ambaye atakuja kuzaa atakuwa na afya nzuri. Na ndio maana kuna wale watoto wanazaliwa na kilo chache, lakini kama atakuwa na lishe nzuri, mtoto atazaliwa na kilo ambazo zinatosheleza, na swala la utapiamlo tunaanza kupambana nalo kuanzia kule. Na kama huyu mtoto akiwa na afya nzuri, lishe nzuri, hata akili yake pia, yani ile afya yake itakuwa vizuri, itakuwa rahisi kufanya vizuri shuleni pamoja na mambo mengine kwenye jamii. Na wanafunzi hawa pia wanakumbana na changamoto ambazo za ukatili wa kijinsia ambayo inawezekana kutoka kwenye jamii yetu au kutoka kwa walimu na watu wengine mbalimbali. Tumekuwa tukipokea matukio, lakini kupitia hizi platforms pamoja na shughuli ambazo tunaziendesha tunakemea sana swala la unyanyasaji wa watoto. Kwa watoto tunawahimiza sana, kama ukiona mtu anafanyia chochote kile ambacho sicho, usisite kuripoti kwa mwalimu, ongea na mzazi au mtu yeyote ambaye unaweza kuripoti, hata kama kiongozi yeyote, ili uweze kusaidiwa. Kitu kimoja ambacho kitawasaidia kuwa watu wakubwa wazuri wenye akili na kuelewa darasani ni kula mlo kamili. Tumeelewana jamani? Ndio. Mjitahidi mzingatia makundi mliofundishwa hapa, lakini kitu kingine pia tujitahidi kuwa wasafi. Nyinyi ndio mabalozi. Ukiona takataka, hata kama ni mtaani, ukiona mtu anatupa takataka, hata kama ni mtu mzima, mfuate taratibu. Samahani mama, samahani baba, hii takataka hapa sio mahali pake. Wewe unaiokota unaitoa. Sawa jamani? Ndio. Mji wetu utakuwa safi kabisa. Tunachoomba kingine, mtu yoyote akikugusa popote katika mwili wako, naomba ukaripoti kwa mwalimu au ukaripoti kwa mzazi, na usiogope kuelezea. Tunapenda mkituelezea kama fulani leo amenishika sehemu ya kutolea haja, huyu amenishika kwenye ziwa, huyu amenishika shavu. Ni vitu vya msingi kuelezea bila kuogopa. Kundi la kwanza ni kundi la nafaka, mizizi. Umesikia? Ndio. Kundi la kwanza ni nini? Mizizi yenye wanga pamoja na ndizi mbichi. Tumeona? Ndio. Kundi la pili ni kundi la vyakula asili ya wanyama. Kundi la pili nimesema nini? Kundi la tatu ni kundi la jamii ya mikunde, mbegu pamoja na nini na kokwa. Unaelewana? Ndio. Kundi la nne ni kundi la mboga ambazo ndo hizi hapa. Unaelewana? Ndio. Kundi jingine ambalo la tano ni kundi la matunda ambayo yapo hapa pia. Kundi jingine la sita ni mafuta asili ya mimea. Tumeona? Ndio. Mafuta yatokanayo na nini? Mimea. Tumeona? Ndio. Kwa hiyo wewe unapokula chakula chako hakikisha haya makundi yote sita kwa siku umefanya nini? Umeyapitia. Siku ya leo tunashukuru tumetembelewa na ugeni kutoka kamati ya afya ya Njombe. Wamekuja kututembelea, lakini pia wameonana na wanafunzi kwa ajili ya kuwapa elimu kuhusu lishe bora. Wametoa elimu kuhusu makundi ya vyakula ambayo wanafunzi au mtu yoyote anatakiwa ayapate kila siku. Kwa hiyo wametaja makundi 6 ya vyakula, wanafunzi wameyasikia, na pia wamehamasisha watoto wapate hivyo vyakula kila siku. Lakini pia kama hawajavipata basi wawaulize wazazi wao, wawadai wazazi wao. Kwa kweli tumefurahia sana ugeni uliokuja leo. Tuna imani kwamba wanafunzi wamesikia na watajitahidi kuzingatia. Wito wangu kwa wazazi ni kwamba kila mzazi ajitahidi kuhakikisha kwamba kwenye chakula chake anajitahidi kuweka makundi yote ya vyakula
ili watoto waweze kuwa na afya bora. Kwa hapa shule ya msingi Mdete, upatikanaji wa chakula ukoje kwa wanafunzi? Hapa shule ya msingi Mdete wazazi wanachangia chakula. Kwa hiyo watoto wanapata chakula, watoto wa awali wanapata uji, lakini pia wanapata mayai, lakini pia wanapata chakula cha mchana shuleni. Ya msingi Njombe, namshukuru sana Mama Samia kwa kutuwezesha, tumekula mayai leo, tumeshiba, tuna afya njema. Tunamshukuru sana, asante. Subiri. Nataka wazazi wafanye nini ili kupata vyakula bora? Asubuhi, mchana na jioni ili uweze kusoma kwa bidii. Wito wako kwa wazazi ni upi? Napenda nipewe chakula ninachokitaka, nilindwe, nisaminiwe na mimi niwe napendwa na wazazi, nisiwe nadharauliwa, nisiwe natukanwa, niwe nasoma kwa bidii ili nitimize malengo yangu. Asante. Nikushukuru mwenyewe mtendaji wa kata Njombe mjini kwa kuibua mambo makubwa kila wakati. Kwa hiyo napongeza sana wewe pamoja na kamati yako yote. Pia napenda niwashukuru sana wananchi wa Mgendela kwa kujitokeza. Kila mmoja katika hili linalofanyika akawe mwalimu huko anakokwenda, ili kila mmoja apate elimu tunayoenda nayo. Kila mtu ajue kwamba tunatakiwa kukusanya mapato, tunatakiwa lishe, vyote vinatakiwa kutengeneza mazingira, tunatakiwa. Kwa hiyo kila mtu afanye usafi maeneo yake yawe safi. Maeneo ambayo unaona mtu anafanya biashara anatakiwa kulipa ushuru, ni lazima ulipe ushuru. Maana yake halmashauri hatuendeshi bila ushuru. Ushuru mnaotoa ndio unaoendesha halmashauri. Asanteni. Swala la ukatili wa kijinsia. Kwa hivyo tumekuja na serikali kuambatana kuunga mkono, tumechangia kiasi kidogo cha mayai kama sehemu za kuunga mkono juhudi za kupambana na swala la lishe. Kwa hivyo nawaomba wadau wengine wote popote pale ulipo, uwe mwalimu nani, una $20,000, $30,000, hebu itumie kwa ajili ya kuhamasisha kampeni za lishe, lakini pamoja na kupambana na elimu ya ukatili. Sisi kama shirika tunawashukuru sana, tutakuwa pamoja na serikali pamoja na wadau wengine wote katika kupambana na masuala yote yanayoikabili jamii yetu. Asante sana. Asante. Kwa jina naitwa Matrida Damson Mwagike, mkazi wa Mgendela, mkoa wa Njombe. Nashukuru kufika na hii huduma ambayo viongozi wetu wa serikali wanaifanya ili kuzungumza na si jamii, ili tuweze kuondokana na udumavu katika mkoa wetu. Kama mimi nimeipokea kwa mikono miwili, naishukuru serikali ya mtaa, viongozi wote wa ngazi zote za juu. Nasema Mungu awabariki, naipokea na nitaendelea kuwaelimisha wenzangu ambao hawajafikiwa na hii huduma, ili kana kwamba tuondokane na udumavu wa watoto mkoa wa Njombe. Na licha ya hivyo, udumavu unaanzia pale mama mjamzito ambapo anakuwa kipindi cha ujauzito hajapata lishe iliyokuwa bora, inapelekea kuzaliwa mtoto ambaye anakuwa na matatizo mbalimbali. Mwisho wa siku inaonekana kwamba ni udumavu, kumbe mtoto anaandaliwa akiwa ndani ya tumbo la mama mzazi kabla hajazaliwa. Kwa wengine ambao wananiangalia, naomba wajifunze kupitia hili, waanze kula vyakula ambavyo vinaweza kumsaidia mtoto akiwa bado tumboni ili aweze kuzaliwa akiwa na afya.